mkubwa IPM, kikao cha wanaume, lakini pia kuna wanaume wenzetu pia wanateseka au wapo katika mapambano vita ya Marekani na watu wa Iraq. Na kuna screenshot, sijajua kama ni ya kwako au AI, siku hizi ni nyingi sana, iliposti picha aliyefariki aliyekuwa rais wa Iraq, inasema kwamba hajafa. Sasa sijui ilikuwa ni kweli ni wewe au account fake ni nyingi. Tunaomba ufafanuzi kwenye hilo kiongozi. Hii niliandika mimi kweli. Okay. Niliandika mimi kutokana na akili zangu. Unajua akili asifanani. Kuna vitu vingi vinafanyika duniani. Kila mmoja anakuwa na uelewa wake. Sasa katika swala la kiimani, mtu akifa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, Muislamu anayeswali swala 5 afu akafa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, huyo anahesabika kama shahidi. Lakini mtu anayepigania dini ya Mwenyezi Mungu na watu wake na apigania Waislamu, anasema al-Islam kun Islam, al-Islamu dinul haq, mtu huyo anahesabika kama shahidi. Hasa shahidi huwa afi. Kwa mimi nilizungumza kiroho. Sasa najua wanazuoni walinielewa zaidi, lakini hizo watu ambao hawana uelewa huo ndo walianza kupaniki, bwana wewe mbona imetangazwa huku na huko hivyo. Kwa sababu mimi uelewa wangu uko tofauti. Ile sio vita ya Irani na Israeli, ile ni vita ya Irani na Umoja wa Ulaya. Kwa hiyo pale anapigana mtu mmoja na anapigana zaidi na watu 10. Yani unapoona hata ukienda kwa mganga na kufundisha, ndugu mwandishi wa habari, ukikuta wanaume wengi kuna mganga hapo. Yani wanaume wakai same for nothing. Yani kwa sababu wao haendi kwa hisia, wanatumia akili. 1 + 1 7, atakuangalia mara 4. Kwa nini 7? Kwa hiyo watu wengi wamekuwa kihitaji huduma ya kikao cha wanaume. Lakini sasa kama unavyofahamu, lazima kila kitu kiwe na mizizi. Tusikurupuke tu kimbia bila sheria na kanuni. Kwa hiyo tuna plani na tunatamani sana kuwafikia wanaume walioko mikoani ili na wao waweze kuja. Unajua kuna mtu ajaye kufika Dar es Salaam, mwingine anaogopa kabisa kuja Dar es Salaam. Kwa hiyo tunayo hiyo plani ya kuhakikisha kwamba sasa tukawa tunafanya ziara za mikoa kwa mkoa, kikao cha wanaume mkoa kwa mkoa, alafu mwisho wa siku tunaipiga sasa ya kitaifa. Kwa hiyo tuna plani kufanya kitu kama hiko. Yes. Tuanze na dada. Naitwa Bonita Kabisa kutoka Fox News Tanzania. Mimi nilikuwa nataka kujua ni age gani, ni umri gani wanaume ambao wanatakiwa kuja kwenye hii event. Na je, waliooa tu peke yao au na wasiooa? Yes, that's that. Okay, nashukuru. Kikao cha wanaume wanatakiwa waje watu ambao wameshabalee. Yaani kijana ambaye ameshabalee, ana nguvu za okay hata dada anataka kunitoa kwenye reli na kurudisha kule. Yani mwanaume ambaye anajitambua, yani tayari ameshabalee, ni kijana, anaruhusiwa kuja. Sio kikao cha ndoa, ni kikao cha wanaume. Kwa hata kama kijana au bado hajaoa, anasoma, labda yuko chuo na nini, yako mambo atakayojifunza pale ambayo yatamjenga. Kuporomoka kwa maadili mengi katika jamii yetu leo ni kwa sababu wamekosekana watu wa kuwakusanya wanaume kuongea vitu kama hivyo. Wakipatikana watu wa kuwajenga wanaume, viko vitu vingi vya kijinga vitafanyaje? Vitapotea. Kumpiga mwanamke kama mbwa, unampiga tu. Lazima wanaume waambie, bwana mwanamke apigwe hivi. No. Ongea naye hivi, fanya hivi. Ukiona hasira zako zimezidi, kimbia. Toka nje ya nyumba, akae baharini kule. Hasira zikirudi, rudi nyumbani. Kwa kuna vitu vya kumweleza mwanaume mpaka anakuwa mwanaume bora. Mtu anatengenezwa. Hakuna mtu anaibuka, mtu anatengenezwa. Ukiona komando wa jeshi la wananchi wa Tanzania, bwana jamaa yuko fiti, si ndio? Kwenye maadhimisho pale anaidindia pikipiki, mara anakaa gari nampandia, katengenezwa mpaka kawa vile. Kwa kila kitu kinatengenezwa kwa sababu dunia inaongozwa kwa sheria na kanuni. Kwa hiyo tutawapokea wanaume wote, lakini wale ambao ni watoto chini ya miaka 18 hao wasubiri, kwa sababu kuna maneno magumu mle, wanaweza wakachukua wakaenda kufanyia practical afu ikawa shida. Yes. Maswali hapa mtumishi. Hongera sana kwa IPM kwa maandalizi ya kikao cha wanaume. Nimeona umenipa mwaliko bilioni 40 ambayo inasaidia watu mbalimbali wenye uhitaji. Kuwepo kweli bilioni 40 kwenye kikao hicho cha wanaume, ama labda umeamua kutumia jina lake kama njia ya kupromote kikao chako cha wanaume? Okay. Nafikiri ni ngumu
Saidi Lugumi sio mtu mdogo jamani, si ndio? Ni mtu mwema kwanza, ni mtu ambaye ni mtu wa kipekee, lakini pia sidhani kama unaweza ukachukua jina lake alafu ukalitumia tu katika mambo ya kijinga, au ukachukua picha ya Kikwete ukabadilika kama hivyo nilivyofanya kwenye gari. Ni kitu ambacho ni kigumu sana. Asalamu alaykum. Salama tu, habari za Ramadhani? Mimi niko salama. Leo niko na waandishi wa habari bwana, nimewaita kwa ajili ya lile swala letu la kikao cha wanaume. Wakaribisha na wenyewe waje wasikize maneno, waache kuongea. Unajua hawapataki muda wa kusikiliza maneno ya Mungu. Waje na wenyewe kidogo wapate vitu vya dunia. Jamani, mmesikia waandishi wa habari? Anawaita na nyinyi pia muwepo, mje msikize vitu. Mje mpate vitu vya dunia, tuwatoe kwenye ujenzi, tuwaweke kwenye sehemu proper. Basi kaka, mimi wanakuja wanasema sasa. Bwana, hebu mnauliza na bosi, mtakuja? Ndio. Tuna wasiwasi na wewe inakosekana. Wanasema wana wasiwasi na wewe kama utakuja au la. Atakuja, mimi nitashoa wewe mwanaume. Tunafanya sifanye. Ndio tunakuja kiingilio sasa. Jioni bwana, takuwepo kabisa 100% bwana, takuwepo. Na nafikiri siku hiyo utachukua nafasi ya IPM, mimi ndio nitakayeongea sasa. Kwanza kuwafundisha watu namna ya maisha. Usidharau hivi, usidharau serikali, ukidharau serikali itakuwa hivi, ukifanya hivi ni sawa. Unajua hii dunia leo watu wanataka blashi, waambiwe namna ya maisha, waambiwe namna ya kuheshimu watu, namna ya kutokudhulumu watu, namna ya kutokuwafitinisha watu. Sababu unajua kuna vitu vinavyoshindikana humu duniani na vinawaharibu watu wengi, ni kudhulumu watu, kufitini watu na kunyanyasa watu na kuua watu. Unajua mdomo unaua mtu. Unaelewa? Sasa lazima tuwafundisha watu, tuwaambie bana, sisi kama kikao cha wanaume tunakutana hivi, wanaume wanakaa. Ndio maana kinaitwa kikao cha wanaume. Hakuna wanawake. Ni wanaume tu. Sawa. Tunasemana, tunapangiliana, tunapeana majukumu. Sikiliza bwana, wewe hivi kafanya hivi, wewe ndio kafanya hivi, itakuwa hivi. Wanaume, hamna mambo ya wanawake. Sababu tulikuwa tuna wanawake tukianza, unajua itakuwa hivi. Kwa mfano kama nikiwa kuna hicho tutakuwa na mke wake anakata. Ile bwana, mimi si posti tena bwana, ile ya kulisha. Anapoisha mahaba yake, wewe utaki, wewe vipi bwana wewe? Bwana, waje wanao jamaa, tutakutana nao hiyo tarehe. Nashukuru sana kaka, asante sana. Basi jamani, mimi nafikiri mmemsikia mwenyewe. Hiyo sio AI. Ndugu mwandishi wa habari, nafikiri umemsikia mwenyewe. Kaka yetu Said Lugumi. Na swali si nyongeza. Umesema kwenye kikao cha wanaume kutakuwa na kusoma Qur'an. Said Lugumi ni Muislamu lakini sio kiongozi wa dini. Lazima kutakuwa na mkanganyiko kama vile kila siku tunavyosema kwamba wewe ni Mkristo lakini unachana Uislamu. Hakuna muhimu kumtafuta kiongozi wa dini, labda shehe wetu Walidi kumwongeza hapo ili Waislamu waamini kwamba sio cha dini wote tu. Okay. Nitafanya huo ushauri ulionipa. Nitaufanyia leo. Nitamtafuta Shehe Walidi leo, nitamshirikisha hili swali au nitamwandikia barua, nitamshirikisha. Mimi kama nilivyokuambia siwezi kujua kila kitu. Kwa hiyo umenishauri kitu kizuri, nitakifanya. Lakini pia Said Lugumi kuja pale haji kama kiongozi wa dini. Anakuja kama Mtanzania. Anakuja kama kaka yetu kufundisha vijana kama jinsi ulivyomsikia. Unajua kikao cha wanaume kuna vitu vingi tunafundishana humo. Kuna mambo ya uchumi, mambo ya upambanaji na kadhalika. Kwa hiyo kama kiongozi wa dini atapatikana, mimi nitamkaribisha. Mimi sina shida kabisa. Kwa sababu mimi napenda kuungana kuliko kutengana. Napenda umoja sana. Kwa hiyo nimepokea ushauri wako na nitaufanyia kazi leo. Yes. Kuna swali jingine jamani? Sawa. Fikiri tutakuwa tumekuelewa. Asante sana. Kuna swali jingine jamani? Tumemaliza. Asante sana.